Karibu sana katika mfululizo wa makala zetu mbalimbali zinazokujia, na siku hii leo nimekuletea simulizi kuhusu viumbe wa ajabu, Juja wa Majuja au Yuja wa Majuja. Ninayekuletea simulizi hii ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Juja wa Majuja hawa ni viumbe ambao simulizi zao zina hadithi nyingi kutoka katika vitabu mbalimbali vya kale, katika hali ambayo bado kuna utata mkubwa kuhusu ukweli kuhusu viumbe hao, kuanzia asili yao na mahali walipo. Juja wa Majuja hawa ni viumbe waovu ambao ni katika wana wa Adam wanaotokana na kizazi cha Nabii Nuhu alayhi salam kupitia mtoto wake anaitwa Yafith. Katika uzazi huu wa Yafith inatajwa pia ndio asili ya Wamongalia na Waturuki. Kwa mujibu wa Muhammad bin Saleh al-Uthaymin, anasema katika maelezo yake kwamba jina hili la Juja linatokana na al-Ajij lenye maana ya ajiji ya moto. Viumbe hawa sio ni watu wawili au mmoja kama inavyofahamika na wengi, bali Juja wa Majuja ni viumbe ambao wapo wengi kwa idadi yao. Vimo vyao ni virefu sana na maumbile yao ni makubwa, wamejaliwa macho madogo na pua ndogo za bapa na nyuso pana. Sura zao zinaonekana mithili ya ngao iliyopigwa nyundo. Ni viumbe dhalim haswa ambao Allah amewajalia uwezo mkubwa wa nguvu na kasi katika namna ambayo hakuna binadamu hata mmoja anayeweza kupambana naye isipokuwa kwa msaada wa Allah tu. Pamoja na kuwa viumbe hawa ni kizazi cha Nabii Adam alayhi salam, lakini wana tofauti mkubwa na binadamu wa kawaida kuanzia sura zao, tabia zao na menendo yao. Ijapo hakuna hadithi sahihi zilizoeleza wazi maumbo yao, ila baadhi ya riwaya zisizo na nguvu zimeeleza kuwa hawa ni viumbe wenye kibri, ufisadi katika maneno yao na vitendo. Wao wanakula kila kitu kuanzia binadamu, wanyama, miti na mimea. Uwepo wa viumbe hawa ni mtihani mkubwa sana kwa binadamu wote waliopo duniani. Viumbe hawa kwa sasa wapo kizuizini, sehemu ambayo walipo hawawezi kutoka hadi pale Mola wetu mlezi atakapotaka. Kabla ya kufungiwa Juja wa Majuja walikuwa wakifanya uharibifu mkubwa kwa wanadamu. Qur'ani tukufu imetaji kwamba mja mwema Dhulqarnain ambaye alikuwa ni kiongozi mwadilifu, alipokuwa akizunguka ardhi alifika katika sehemu ambayo Juja wa Majuja walikuwa wakifanya uharibifu baina mabwawa mawili. Watu wa pale walipomwona Dhulqarnain wakamlalamikia juu ya madhara yaliyokuwa yakifanywa na Juja wa Majuja, na wakamwomba awekee kizuizi baina yao ili kuzuia uharibifu kutoka kwao. Dhulqarnain kwa uwezo wa Allah mshindi na mwenye nguvu alichimba msingi wa dhiraa 30 kwenda chini, akaujenga kwa chuma na shaba mpaka ukafika juu ya uso ardhi, kisha akainua kuta mbili wima ikiwa ni kama kizingiti. Upana wa kila nguzo ni dhiraa 25 sawa na mita 14 na unene wa dhiraa 50 sawa na mita 27, na kuta hizo akazijenga kwa matofali ya mawe ya chuma yaliyoyeyushwa. Kuta hizo zimejengwa baina ya milima miwili mikubwa. Kizuizi hicho kitaendelea kuwazuia hadi mwisho wa wakati utakapofika. Licha ya nguvu walizokuwa nazo, lakini katu hawawezi kuupanda wala kuutoboa ukuta huo. Tarehe zinaeleza Juja wa Majuja kila siku wanafanya jitihada za kuubomoa na katu hawajawahi kuumaliza, kila wakianza kuharibu kesho wakirudi na ukuta vile vile. Katika zama za mwisho Juja wa Majuja watafanikiwa kwa idhini ya Allah kuvunja ukuta huo, na kutokea upande wa pili palipo na binadamu watatoka na kuteremka kutoka katika kila milima wakiwa wengi. Watateremka katika kipindi ambacho tayari Nabii Isa alayhi salam ameshateremshwa duniani kutoka mbinguni. Baada ya kuteremka Juja wa Majuja watafika hadi pembezoni mwa bwawa la Tabiria na kuyanywa maji yake yote, bwawa ambalo linatajwa lipo kaskazini mwa nchi ya Palestina yenye kilomita za mraba 166, urefu wa kilomita 21 na upana wa kilomita 13. Kundi la pili la Juja wa Majuja litateremka na hawatokuta maji katika bwawa hilo, kisha watasema mbona hapa kuna maji, ilhali sehemu hii ilikuwa ina maji. Baada ya muda Nabii Isa alayhi salam na watu watakokuwepo watazingirwa kila upande na Juja wa Majuja, watakuwa katika hali ngumu sana, na hapo ndipo Nabii Isa alayhi salam atamuomba Allah muangalizi wa viumbe msaada wa kupambana na Juja wa Majuja. Allah mtukufu atakuwa na mtume wake na atawateremshia Juja wa Majuja virusi vya maradhi ambavyo vitawaangamiza wote kwa pamoja siku moja na wakati mmoja. Baada ya kuuawa viumbe hao, ardhi itajaa harufu ya maiti zao, kisha Allah ataleta ndege wakubwa kuwabeba na mvua kubwa itanyesha kusafisha ardhi, na huo ndio utakuwa mwisho wa viumbe hao washari ambao maulama wa tarehe wanakubaliana watakuja katika dunia yetu hii siku za mwishoni mwa dunia, karibia kabisa na kiyama. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Abdullahi mwana wa Maalim Mashi.